Ni fahari kwamba tunapatana nawe tena hewani kwenye awamu ya bunge la wenyeji, maonyesho na kujia moja kwa moja kwa Sauti ya Mwananchi. Mpenzi mtazamaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza, kumbuka kwamba tuko kwenye mitandao yote ya kijamii, hasa tovuti yetu ya www.lookuptv.co.ke na vile mtandao wa Facebook na YouTube Lookup TV. Vile tumekuwa na uhasama, tumekuwa na chuki, tumekuwa na ghasia ambazo zimekuwa zikichipuka kwa muda sasa. Baadhi ya Wakenya wenyeji, jinsia ya kike na kiume, na pia vijana wa Gen Z na pia milki ya wazazi wamejitokeza kwa maandamano si haba kila wakati ili kutoa ghadhabu yao kuhusiana na jinsi serikali inavyoendesha mambo. Na vile tukiangazia hayo, kumekuwa na vita ambavyo vimekosa suluhu kufikia sasa. Bado wanasema kwamba itakapotimia siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 vile wataweza kuja kwenye streets na kuandamana tena. Mpenzi mtazamaji, tukikaribia hayo, je, unahisi kwamba ghasia ni njia bora ya kupata suluhu? Serikali imengangana jinsi iwezavyo kulainisha vitu, lakini bado kufikia sasa hatujakuwa na mpangilio dhabiti kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda shwari. Tukiangazia masuala ya serikali, mpenzi mtazamaji, jumuiya ya kimataifa ama jumuiya ya taifa ya Kenya imejukumika namna gani kulainisha mambo? Vile tutaangazia pia mambo ya Sabasaba. Ikiwa ni mara yako kwanza kututazama, endelea kutazama hadi tamati wa maonyesho haya. Hii ni bunge la wenyeji. Jina langu ni Moss Sketch. Tukaribishe mgeni wetu wa kwanza ajitambulishe, alafu tuendelee. Kwa majina naitwa Sayele Manguyo. Mimi ni mwanaharakati hapa Kenya, na pia mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki ya mtu mweusi popote alipo duniani. Indeed. Kwa hivyo kufikia sasa umetetea weusi wangapi? Tumewatetea wengi, lakini nategemea pia ni wezi wagani. Juu kuna wale wa kuwekelea. Weusi ama wezi? Weusi, sorry. Okay, alright, sawa. Sorry. Haina wasiwasi. Okay. Wacha kiongozi ajitambulishe tafadhali. Kwa majina naitwa Maobe Victor Nyanyuki. Mimi ni kiongozi wa kundi ambalo linaitwa the Kenya Economic Freedom Fighters. It's not my first time in the show. Amazing. So I feel so much at home. Alright, sawa, tuanze nawe. Tumekuwa na gumzo ya chuki na ghasia ambazo zinaendelea hadi kufikia sasa. Na maandamano yamekuwa yakikithiri kwa muda sasa. Na baadhi ya maandamano hizi ambazo tumezishuhudia, nyingi ni za gunzi ambazo waliweza kuharibu maandamano. Wewe unahisi hii chuki inatupeleka wapi? Kwanza, sihisi kwamba tunaelekea the right direction. The right to demonstrate and to picket, it's enshrined in our constitution. Na katiba inasema every Kenyan has a right to peaceably unarmed to picket, to demonstrate and to present petitions before authorities. Wakenya wamefanya hivyo, especially the Gen Zs. The requirements that mtu anahitaji ndio aende maandamano, it's just your smartphone, your flag and a bottle of water if need be, na sweater maybe. Lakini before the June 25th, we saw there was a small demonstration ambayo ilikuwa inapigania haki ya was it Ojwang, who was killed. He was abducted and killed in police cells. After that, we saw there were vehicles being burnt. There was some violence. I believe that your violence ilikuwa sponsored by the state, and we also saw some goons, of which some came from my constituency. And it was a very bad experience to learn that people from my constituency could do that. Kwa hivyo walienda town hata wakichukua selfies and everything, saying that wanalinda jiji. So they were armed. It means that the state is arming citizens against other citizens. This is anarchy. This is state-sponsored violence. So there is a bill currently in Parliament. Actually, it was tabled by Esther Passaris that is trying to regulate demonstrations. They are saying that as much as we have these rights and freedoms, at some point they need to be controlled, to be regulated in the name of saving lives and property. The role of the police is to provide security during demonstrations. Hiyo ndio kazi ya polisi. So if the police have failed in their role of providing security, it doesn't mean we need to amend our laws. We have enough laws. All we need is everyone to follow the law. So in my opinion, we don't need additional laws so that we can exercise our freedom and rights. All we need is everyone to play their part. About the upcoming, the former demonstrations which happened on 25th, the demonstrations were really peaceful.
at first, if they were being streamed live all over the country, they were peaceful. But later in the day, tukakuja kupata kuna goons who went to shops, they broke into shops, ladies were raped and so on, all those bad things happened. But the police did not arrest a single person who was doing that. The people who were arrested, they were influencers, people who were trying to mobilize people to go to the streets. And that tells you that the state had an intent, first of all, to make the demonstrations, they want to make the streets unsafe for people. And I want to remind you, in South Africa, during the apartheid regime, Chris Hani, he was chief of staff of the militant arm of the ANC. What he did, he was giving a presser, and he said this: there was a lot of violence in the townships in South Africa, and that violence, the police were doing so little to stop it. And I say this: if the citizens will feel like the police are not protecting them when they are exercising their rights, they might be forced to form self-defense groups. And these self-defense groups will be defending their interests, because at the end of the day, the police are not performing their constitutional rights, their constitutional mandate of protecting the rights of the demonstrators. Sawa. Victor, umesema kwamba kutakuwa na machafuko, umesema kwamba there is a position, of course, maybe anarchy, and which is now, you feel like it's now the current state. Wacha tumuulize Manguyo, kwa semi zako, tumekuwa na maandamano kwa muda, tumekuwa na ghasia kwa muda, tumekuwa na kila Mkenya akijaribu kupaza sauti yake ipate kusikika pale nje. Wewe kwa mtazamo wako, unahisi kwamba hii ni msimamo dhabiti, ama ni chuki tu, ama ni propaganda? Kulingana nami, ni kwamba Kenya hatujai kuwa free, na pia Afrika mzima hatujai kuwa free. Yaani mkoloni alitoka, lakini zile sera za kikoloni ndio bado tunazo. Kijaribu kuangalia saa hizi hapa Nairobi mzima, ni watu wangapi wanamiliki mashamba kubwa kubwa? Ni watu wangapi wanamiliki manyumba kubwa kubwa? Chuki kwa wapi sasa? Ni watu wangapi wanalala pale, ni watu wangapi wanalala pale street? So unajaribu kuangalia, kuna vita, ni vita bayana ya watu wawili. Alright. Ni bayana ya watu maskini na wale watu matajiri, ambao wale wanyonywaji na wale wanaonyonya wale wanaonyonya watu. Ama tunaita kwa Kiingereza tunaita oppress and the oppressors. Okay. So vita imekuja ikakoa, ni bayana ya wanasiasa, ama bayana ya uongozi iliyopo sasa madarakani na watu wenye nchi sasa. So unapata ya kwamba katika wale wa Kenya wameamua na wanajua chenye wanafanyiwa. Hii si ule wakati wa Moi ambao unapata kwamba mtu yote ajui sheria, ama akijua sheria haezi pigania sheria. Jawapo kulikuwa pia na watu waliokuwa wanapigania sheria wakati huo. So ndio unapata saa hizi kuna hiyo vita bayana ya Wakenya kujaribu kusema inji yetu hamwezi peleka inji vile mnaipeleka. Kijaribu kuangalia mahali popote Kenya nzima, ama ukijaribu kuingia mtandaoni, kila mtu amekuwa na chuki na serikali. Juu serikali ambayo ilichaguliwa ni serikali ambayo watu yani wamekosa amani na wamekosa imani kwa hii serikali. Kwa hivyo Mangura anasema kwamba matajiri ni serikali, ama kuna waja ambao ndio matajiri? Matajiri ni serikali. Na ndio pia ukijaribu kuangalia, pia hata ukijaribu kuangalia hao ma women rep, hao ma MCAs, hao manini, ni hao ukijaribu kwenda kwenye jamii ni matajiri pia. Kwa hivyo chukua msimamo wa kwamba matajiri ni hawa ambao wako kwenye serikali, na bado hao ndio matajiri ambao wanawakandamiza wachochole. So unapata hapo ndio vita sasa. Wachochole ndio wanaamuka, wanasema enough is enough. Yani mwisho imefika. Hamwezi chukua inji, hamwezi endesha inji vile mnataka, na sisi ndio wenye inji. Gari ambayo wanaiendesha ama chakula wanayoikula zimetoka kwenye zile tax, ama ni pesa ya wananchi. Lakini ukipata pale wanaenda kwenye runingani, wanaenda kwenye redio, wanaenda kila mahali mtandaoni, Wakenya wakijaribu kuamuka kusema hatutaki hiki, kama ile mswada uliopita wa finance bill mwaka uliopita, unaona wanasema ya kwamba hata ukijaribu kuangalia mtu kama Kimani Ichung'wah, ukijaribu kuangalia vile wanaongea, hata hawezi kuwa na respond. Yani wako na ile ambayo tunaita arrogant. Ukijaribu kuangalia vile ana respond kwa wananchi, ni njia ambayo unaiona yule mtu ulimchagua, yani ni kana kwamba haezi kutambua hata. So ndio unaona wananchi wanasema enough is enough. Sawa. Tarehe 25 mwaka ulio
mitandao na mkaweza pia kwenda CBD mkaandamana, na unaposema kwamba japokuwa mnaendelea kutoa hamasa kwamba tujitokeze twende kuandamana tushughulikie hii haki yetu lazima ifanyike, kufikia sasa bado mnaendelea na maandamano na bado hatima yenu ni kana kwamba haijatokea, ni yapi ambayo mnaweza fanya angalau kulainisha anga, jinsi Victor alivyosema? Yes, of course it's a peaceful protest, but this is the same thing that has been happening for quite some time. Tukiangalia taswira halisi ya jinsi mambo yalivyo, unahisi kwamba yes, serikali imeanza kuhisi kwamba mtaandamana na hatimaye bado tutaendelea na shughuli zetu? Hapo awali kwenye mtandao wa Twitter, rais alituma ujumbe baada tu ya maandamano ya Juni tarehe 25, akasema kwamba mmemaliza, wacha tuendelee sana shughuli zetu. Hiyo ndio hali ambayo tutaendelea kuishi nayo. Ndugu yangu, acha nikwambie kitu moja, na kuna kitu moja ambayo tunafai kujua. Mwaka uliopita watu 60 waliuawa na polisi. Mwaka huu watu 16 wameuawa na polisi, 19 saizi wameuawa na polisi. Bila kusema yale injuries, yale majeraha, watu wenye wako na majeraha, kuna watu wana mikono, kuna watu wana miguu. So tutaweza zungumza aje kama inji, ama tutaweza keti aje na wale walio madarakani na serikali ya William Ruto, serikali ya wauaji, tutaweza keti aje tuseme ya kwamba tumesikizana kama hiyo issue ijakuwa address? Issue ya police brutality, extrajudicial killing, hatujaizungumzia. Hadi ule uongozi pia uliotangulia ile ya Uhuru Kenyatta, kulikuwa na wale watu waliorushwa Rifayala. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Kuna watu zile ghetto, people have been murdered, vijana wamekuwa wakiuawa pale ghetto, but hiyo issue haijawahi kuwa address. Yale mili ambazo zilipatikana pale Rifayala, hiyo issue haijawahi kuwa address. Na sasa hizi unamuona mtu kama Matiang'i mwenye alikuwa CS wakati huo wa security, unampata sasa hizi anasema nini, anataka kutafuta presidency. Hiyo ni kama kutapika matapiko umepeleka pale kwenye dustbin, unataka kuirudisha kuja kuikula tena. Hiyo ni chakula ambao already ushaiona ubaya wake, lakini umeshatapika juu, umeshakuharibikia, lakini unataka kuirudi. So ningependa kusema ya kwamba saa hizi bado maandamano bado inaendelea. Ukijaribu kuangalia juzi Albert Ojwang alipewa 2 milioni na William Ruto, akapigiwa simu akadanganywa na Raila, akadanganywa na William Ruto, na pia watu wake pia wakadanganya familia. So unapoiona ni kana kwamba yani ile issue ambayo inakuja issue moja, yani wanajaribu kuimaliza na zile issue zingine. Watu wengi wameuawa wakati huo, watu wengi pia walishikwa, na watu wengi waliumia, watu bado wana majeraha hadi wa sasa. Kulikuwa pia na political prisoners. Saa hizi hadi wa sasa ile maandamano ya Raila Amolo Odinga, kuna watu wamefungwa hadi saa hizi, mimi naijua. Kuna watu wamefungwa hadi saa hizi. Ile maandamano ya Gen Z ndio nasema ya mwaka uliopita, hiyo maandamano ndio watu hawajafungwa, lakini wale watu waliopigania, wale watu waliokuwa kwenye opposition bado wamefungwa hadi wa sasa. Kwa hivyo hakuna vile tutaweza songa mbele kama hatuja address hiyo issue ya mauaji ya holela, extrajudicial killing na police brutality. Kwa hivyo lazima pia tu address hiyo issue. Kwa hivyo na tuta address aje? Si ati ku address tu kukaa pale mezani kuongea tu pale mezani. Pia hizo mafamilia zinafaa pia kuwa compensated, bila hata kuongelea issue zingine za land ama kuongelea hizi mambo na taxation. Hizo ndio issue ambazo tunafaa kuziangalia. Nikiongelea mambo na taxation pia, kuna vitu ambazo tunaziita essential commodity kwa lugha ya King'ombe, ambazo tunafaa kulingana na sukari. Mbona pale tunakuwa na muhimu ya sugar? Mbona wa tax sukari na mbona sukari ikuwa expensive na tunakuwa na muhimu ya sugar? Hapa Mlima Kenya tuna grow tea. Mbona hiyo tea ikuwe na tax? Yeye tuna grow hiyo nini? Kabisa. Kwa hivyo hizo essential commodities mbona sikuwe tax? Yeye tuna grow, tunazinini hapa Kenya. Kwa hivyo hizo ndio issue ambazo kama nchi tunafaa kuziongelea, lakini kulingana na uongozi uliopo ni kama alipo tayari kusikiza wananchi ama kuaddress zile issue ambazo zina affect wa Kenya. Yeah. Kwa mtazamo wako, unajua kuna venye picha yako imenikujia sasa hivi. Kuna jamaa jana alijitokeza kwenye koti wakati proceeding inaendelea, na sitaki kusema hiyo, lakini kwa sauti yako kuna venye mnaenda kukaa sawia. Sijui unamjua?
Namjua ni mwanaharakati pia. Anafanya pia ukereketo. Ni mwanaharakati mwenzangu, lakini pia mimi hata wakati pia hata mimi Ushaisimamisha proceeding? Nishaisimamisha pia proceeding hata pia wakati wa budget. Nafikiri uliona watu walienda kunini wakati wa Ndongo, watu walijaribu kwenda kuchukua ile ambacho ile briefcase. Okay. Na pia mwenzangu pia tulipokuwa na mwenye tulikuwa na yeye anajiita Julius Kamau walienda pia ka dress koti. So pia mimi siko pia mgeni kwa kupigania haki. Si ati kufuruga but kupigania haki. Kusimamisha proceeding. Ukisimamisha proceeding na kusimamisha proceeding ni kutaka ya kwamba pia we must be heard. Lazima pia tusikizwe. For example ile budget ambayo tulisimamisha. Lakini hatma ya mtu baadaye yes amesimamisha proceeding, what is the fate in it? Hapo mbeleni maisha yake itakuwa na utata? Itakuwa na utata, lakini maisha inakuwa kwa hivyo ndugu yangu. Lazima hata ukifanya chochote ambacho fanya na roho yako yote. Ukijua mbele kuna mwiba. Ukijua mbele kuna ile babe doa yenye tuliwekewa na William Ruto juzi pale State House, tusiende State House. Unaona? So sawa. Aina sote tulize Victor swali. Na kwanza vile umesema historia ya Miba na Bab Dwyer ndo inaibua hii swali sasa. Wakati ambapo vijana wameenda kwenye maandamano, wamehusika, wamejituma na wanahitaji sauti zao zipate kusikika, na vile vile ukiangalia what is the gain? What is the gain in all this? Yet the fact there is kuna tatizo ambapo mmeandamana kwa muda sasa, na mnajua hapo mbeleni maisha inakaa tatizo. Mangui amesema vizuri kwamba kuna baadhi ya watu ambao waliandamana na hadi sasa hawajafunguliwa. Do you think it's the point in time wakati ambapo kila mmoja anapaswa kuhakikisha kwamba maisha yake ipo salama? Kama wewe si mwanaharakati kama Mangui, wewe tu ni just a normal man, maisha yako inaweza enda segemnege. That's a good question. Na ningependa kuijibu hivi. Injustice will always catch up with you. Whether you take part in the revolution or you don't, it will catch up with you at your doorstep. The reason as to why watu wanaandamana, maandamano actually si ile hali tu ya kutokea na kuenda kwa streets. Vile tuko hapa, sisi wote tuko na petitions. Indeed. There are things that we'd want the government to address. Of course. But the government does not address those things. Those are part of the petitions. Sasa kuandamana ni ile hali tu ya kutoka na kuungana na kupeleka petition before authorities. Kwa hivyo, hii ni kama kuchukua moto uwashe, alafu ufunike blanketi juu. Itazidi kuungua. So the government needs to listen to the grievances of the people. Alafu mambo ambayo sisi tunauliza si mambo makubwa ama mambo ambayo haiwezi kuwa solved. These are things that can be solved. We are asking, why is the cost of living really high? Katiba yenyewe inasema there has to be a social protection fund. Hii social protection fund ni ya kukajon wale ambao the most vulnerable kwa society, ili wasifikiwe, ni kama shock fulani, ili wasifikiwe with this hard economic times kama wakati kaa huu. You can imagine if you are employed in this country, you still strain to meet your needs. Sasa imagine ule mtu ambaye ana kazi. So these are real issues. Alafu we have to give our lives for the sake of others. Even Jesus Christ gave his life for others. Otherwise angeamua tu aende mbinguni akae na baba yake. But he said no, let me fight for the rights of the whole humanity. So all I'm trying to say is that we all have grievances, and how we express them or how we express ourselves differs from one person to another. The people go to the streets, they speak the minds of millions and millions of those people who are unable to get to the streets. Tukienda street na tuseme SHA, education funding model, all these they are discriminative in nature. This is classism. You cannot run a country based on classism. It's sasa wewe uko na pesa nyingi, so we are going to tax you more. You have no. We need an equal society where basic needs are provided to each and everyone equally. Because social standard classes keep on shifting. So when we say this, we are speaking on behalf of that sick person who is at Kenyatta National Hospital, and that person does not have anyone they know in that hospital so that they can access medication. If what you're speaking is right, then why does Mangui also engage us on a conversation that mbona nyinyi mnauawa sasa? Yes, you've spoken about the constitution, the law, lakini mbona kuna hiyo aspect ya mauaji? It's very simple. It's this way,
we've been having demos before the June 25th. In fact, ile demo ambayo ilikuja kuleta June 25th, Mankuyo was part of it. You know, he's an activist. Indeed. We activists. And he was present in all the demonstrations. It was not as big. Indeed. You know, the government, once it sees the turnout is low, sometimes they don't take it so seriously. You know, wanasema ni watu watano tu watakuja wataenda. But now on June 25th, they were surprised that the entire country came out. You know, this shows that each and every person was affected. So the reason as to why kuna violence kwa street, especially at this time, it's to contain the numbers. Because if they make the streets unsafe, there are people who will say, siezi enda tao leo, siezi enda kwa maandamano. Of course. People were sharing screenshots of messages they were receiving. I was one of them. My mother was calling and telling me, tafadhali usijaribu, usiende hiyo maandamano. You see what is happening there. And I used to ask her, kama siendi unataka nani aende? So you can't tell me, mimi siende juu I'm your son, I be safe at home. Yet mtoto wa mtu mwingine ako kwa streets. Indeed. And they are not safe there. Okay. So the government is just trying to scare numbers. It's just trying to scale down the revolution. But a time has come. So scare the millennial. Just to scare us. But they need to address the issues. If they will not address the issues, they are just postponing the problem. And it will catch up with them. All right. So Manguyo ulikuwa kwenye streets. What have you gained so far? I think there are a lot of things that I've gained. For example, the finance bill, last year finance bill, we made it to tremble. Indeed. And that is the reason why saizi, kama hiyo finance bill ingepita, we would have been paying for land rates. Ni kama Ruto alizaliwa, akatupatia mashamba, sasa ndio akuja kutulipisha mashamba. So, hiyo ni moja yapo jambo ambazo tumekata. Na pia mambo kama hii KRA ku access M-Pesa ama ku access any bank account, yani kukate pesa directly. So I can say that we have achieved a lot. And also we have shown the world that people have the power. Because tuliona pia William Ruto alikimbia pale akaenda kusema, for example, these people are anarchy. Lakini ukijaribu kuangalia hatuko anarchy. Lakini vile aliposema hivyo tulikuwa tunafanya mapinduzi, tulimuonyesha kwamba bado tunaendelea mbele. Unaona wanaenda kuropoka, wanaenda kusema hao ni watu wanataka kupindua nchi. Hata kama nchi ikipinduliwa, serikali ni yetu. Nani akina nchi? We are the people. Kenya belong to all of us. Lakini si ati mtu mmoja mwenye anasema lazima tupita hapa, 56 million population wanapita. Kuna kipengele ambacho kinamruhusu William Ruto na vikaragosi wengine wake watoke kwenye madarakani ama watuachie nchi. Article 137 of the Kenya Constitution ina allow William Ruto kutoka madarakani peacefully. Si ati ile kuforcewa tunasema tunaenda maandamano. Alisema anatoka aende wapi? Atoka aende kwake. Aende alime vile alikuwa anatudanganya anaenda kulima. Watu wameboeka naye, watu wamekasirika naye. So pia and also as the constitution of Kenya, pia bunge yetu imetufail pia. Bunge yetu imetufail, nikisema bunge yetu imetufail ni kwamba pia wana madaraka ya kumimpeach William Ruto kulingana kipengele 145 of the Kenya Constitution. Hivyo. Lakini ukiangalia bado wanasema yes sir. Wakiitwa pale State House wanaenda kusema yes sir, nchi tuko sawa. Constituency yangu iko sawa. Unaona? Lakini ukijaribu kuangalia pia wana yani tumewatuma pale juu, tumewatuma kama representative waende watu, yani representative, they are not very important. We have just sent them as the representative. So they have went there to do what exactly the state tell them or what William Ruto tell them. So it's quite unfortunate they are not there to defend the citizen whom they elected them. So saizi kama sisi wananchi na wanaharakati pia tumeungana. Sasa tunasema tunapigana na ile Moi era ama tunapigana na Mobutu Sese Seko era, ile Mobutu yule wa Kongo. Saizi wa Kenya wamesema enough is enough. Lazima William Ruto atoke. Kwa hivyo hatuna majadiliano yoyote. Tumejaribu kutafuta majadiliano there before, imeshindikana. Nimepetition ngapi mimi kama mwanaharakati? Tumeandika petition ngapi kupeleka pale bunge. Tunaamuka tunaescortiwa na gari moja ya polisi ama gari mbili, mnapeleka petition pale, mnaenda mkiimba, petition yenu inachukuliwa, wanaenda kuhakisha nayo moto ama wanaenda kuweka dustbin mahali wanaweka. Kwa hivyo people are tired. Jaribu kuangalia zile issues za kama serikali ya Kenya ingekuwa saizi, kama ingekuwa ni ile ya kusikiza wananchi. Saizi zile kesi ya watu 60 wale watu 60 waliuawa mwaka uliopita.
wangesha address hiyo issue. Hao watu wangesha lipo. Wale ambao walipoteza kazi wangesha lipo. Wale ambao saizi walemavu wenye wanakaa nyumbani wangesha wapatiwa suluhu pia. Sawa. Vile vile Manguya, asante sana kwa maoni yako kuhusiana na serikali na jinsi ambavyo umefanikiwa kuhusiana na maandamano ambazo mmekuwa, na vile vile pia mpenzi mtazamaji, naungana naye Victor na Manguyo hapa kuweza kupata uhalisia wa mambo kuhusiana na maandamano. Usiende mahali, tukirejea tutapata ufahamu wa serikali iwapo Rais William Ruto mnahitaji aweze kuondoka. Akiondoka basi kuna suluhu ya kudumu ambapo yeye mwingine atakayeingia kwenye ofisi hiyo ataweza kuleta mabadiliko ambayo ajenzi na vijana na taifa la Kenya linahitaji. Hii ni bunge la wenyeji. Karibu tena, unatazama bunge la wenyeji na tupo hapa kwenye mitandao ya kijamii ya Lookup TV na Facebook, vile vile pia tovuti yetu ya www.lookuptv.co.ke, na pia kwa mtazamo wa mwenye anatutazama sasa hivi, hii ni bunge la wenyeji ambapo tunasikia maoni ya Wakenya kuhusiana na masuala yanayochipuka kwenye taifa la Kenya. Hapo awali tulikuwa tumezungumzia kuhusu maandamano ya Gen Z ambayo yameleta ghasia si haba hapa nchini Kenya, lakini sasa tukiangazia swala la serikali kwa ujumla. Yes, vijana Gen Z wanataka Rais William Ruto apate kujiuzulu ama apate kuondoka ofisini, lakini unahisi kwamba hiyo ndio itakuwa suluhu bora ya kutuondoa katika ulemavu tuliopo sasa hivi? The constitution gives 3, is it 3 or 4 conditions ama situations where the president can vacate office. And as through death, you know, if he's incapacitated, you know, if he's bankrupt, and also he can resign. So the president, kama hataki ku address issue ambazo zina face nchi as a whole, he needs to resign. So when he's asking how, tell me how I should live, he just needs to resign and go home. Another person can take over, because the reason as to why you represent the interest of the people. You know, a president is the symbol of national unity. Indeed. And the people come up with issues. Wanakuambia, tafadhali address this, address this, address this. You give a deaf ear to that. Then the best option is to leave. Because if you don't leave, how can you can't rule people that are not willing, you know, for you to preside over their affairs. So the president should just simply resign, leave office, you know. After leaving office, we will get a different person who can, maybe perhaps that person can listen to. Lakini what about masaibu zenye ambazo mnapitia sasa hivi? Masaibu ambayo tunapitia, you know, we've had revolutions before. Tumekuwa na Kenya got independence from the British, and the Mau Mau fought for this country. In fact, it was worse then. We imagine unapigana na mtu ako na bunduki and you only have crude weapons, and we still won that war. It's a struggle, and the struggle is not ending now. We just push it, and then we hand over the baton to the next generation, and then it pushes it. So every generation must realize their mission, and our generational mission right now is to fight for economic liberation. Issues that brought people to the streets were economic. All the issues, hakuna, in fact, hata ukabila hakuna Kenya sai. Ile I come from this tribe. No, we are all affected by the same issues. And these issues bring us together, and we fight for them until we achieve success. So our generational mission is to fight for economic liberation, and the president has to wake up and realize that sahi dunia imesonga mbele. Isi ile wakati ya Moi, where you could just fool people and move on. People are enlightened, people go to school, even kids nowadays, they question you on your actions as a parent. So he needs to be accountable, and he needs to free Kenyans economically. What do we mean by freeing Kenyans economically? The proletariats are really suffering. You can imagine the wage bill, the wages that we earn. We have the people control the means of production. These people, they've really squeezed the economy until majority of Kenyans are the working class. And this working class are still exposed to overtaxation. Sasa tukiwa overtaxed, and the cost of living bado inapanda juu. You know, we are getting that pressure. And we are telling the president, we just want you to address the economic challenges we are facing. Address in what terms? Address in actions or address verbally? He has to address in actions, because
when you look recently, tumeona, we borrowed over $1 trillion shillings in a mini budget just to meet a deficit in a budget. So domestically, already in 1 year, we've borrowed 800 and something billion shillings. You know, why should we even have a debt ceiling, and yet we keep on raising the debt ceiling? A ceiling should just be a ceiling. You don't keep on raising it. So kulipa hii pesa inakuwa ni challenging. Right now, out of 100 shillings or 10 shillings the government collects, 7 goes to tax. 3 shillings inabaki. That goes to recurrent expenditure. It goes to wage bill, the pending bills, and it also goes to development. That's why there are no developments all over. It goes to projects all over. So the issues that are affecting us, and we have to come to the realization of this, is that we've lost. Actually, even auction, there is an issue of auction of public entities and enterprises. Tunauza public entities ni kama, you know, bei ya jioni, you know. You should not just sell public entities to individuals. Indeed. You know, if we do that, we are losing our economic power as citizens, and we are being pushed to the laboring class. And as much as we are moving that side, the economy will be controlled by a few. You know, hii ambaye rafiki yangu anaongelea matajiri ambao wako kwa government. You know, we have a situation where someone who is in government can feed more than 100 families. In fact, he can feed a village for more than a year, and you yourself, you can't feed yourself. So we need our economic challenges addressed. The president needs to realize that this is just the beginning of an economic liberation. And in an economic liberation, we don't need tribe, we don't need religion, you know. We don't need the level of education or anything. All we need is people to sit down and understand how the economy works. So issues will bring people together, watakaa pamoja, and they will champion for the cause. Kabisa. Na kwa mtazamo huo vile vile, Manguyo, jinsi ulivyokuwa unasema hapo awali kuhusiana na serikali, kumekuwa pia na kuna Rais William Ruto, na pia kuna baadhi ya viongozi ambapo wapo kwenye sehemu hizo, nafasi hizo. Hawa viongozi wanaweza shirikiana namna gani na Rais William Ruto angalau kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda shwari? Natumai kwamba pia hawa viongozi wanajua vilio vya Wakenya na wanasikia vilio vya Wakenya, sivyo? Na pia kuna wakati mwingine mambo kama haya ambayo yanachipuka yanawaumiza pia viongozi hawa. Lakini kauli mbiu yao ni kwamba tutasafiri na rais hadi tamati. Atakapoondoka ofisini pia sisi ndio tutashusha ngazi zetu. Vile vile ukiangalia ni jinsi gani viongozi hawa either wanamuunga mkono ama wamungi mkono wanaweza shirikiana na serikali angalau we have a stable government. Sisi sema wataweza shirikiana, kwangu mimi ni ngumu washirikiane. Kwa nini? Kitu ya kwanza, nilikwambia kuna watu wawili Kenya hii. Kuna wale wanaonyonywa na wanyonyaji. Oppressors and the oppressors. So kulingana na mtu yule aliyo madarakani kwa sasa, wale hustler, tulimuona hustler wa kwanza pale mwenye aliyechaguliwa ni yule jamaa alikuwa anajiita Kabogo. Unaona? So ni ngumu wakuja waungane ama wajue mashida ambayo yule mwananchi wa kawaida anayopitia. Indeed. Utataka kuniambia mtu tajiri, yule mtu mwenye anaishi pale Kileleshwa, mtu yule ambaye anaishi yuko pale Karen. Nakwambia mtu akitaka kwenda Nairobi, akitaka kuja town, hakuna wakati ukijaribu kuangalia mtu hajaipanda gari matatu. Unapata yule mtu mwenye anapanda matatu ni analipo, wanachukua pesa wa mtu mwenye anachukua ananini matatu. Kabisa. Anapanda matatu. So nilikuwa nakwambia kwamba ni ngumu juu hawajui yale masuala ama yale mashida ambayo hao watu wa kawaida, watu sisi kama sisi sasa, hawajui yale mashida ambayo tunapitia. Kwa hivyo itakuwa ngumu kwa watu kuambatana ama kuaddress ile issue ya ile working class. Yeah. So itakuwa ngumu sana. Hawezi ambatana. Hiyo ni kitu ambayo siwezi kuambia wataweza ambatana ama watoe solution. Juu yale solution ambayo wanaotoa ni yale ya ili zile za kiburi ama yale ya kurusha kifua. Tunaita yale kurusha kifua. Kama hawezi ambatana ama shirikiana, basi hatuna serikali. Hatuwezi kuwa na serikali. Tutakuwa na serikali ambayo kwa sasa hatuna serikali. Ya, hatuwezi kuwa na serikali sasa. Kwa hivyo ndaweza sema hatuna serikali kwa sasa. Juu hao watu wenye wako pale kwenye power na wale watu wenye raia hawezi ambatana mahali popote. Yale miswada ambayo yanatolewa huko juu ni yale ambayo zinakuja kumuaffect ama kumdhulumu yule mtu wa kawaida.
Alright, iwapo baadhi ya viongozi wangependa kumsaidia Rais William Ruto kwa njia moja au nyingine, lakini kauli ya rais inawanyamazisha ama inawalemaza. Unahisi kwamba hiyo ndio imekuwa challenge yenye hawa viongozi wana face, ndiposa hata kuweza kuaddress a change na kuleta mbinu mbadala za kuweza kurahisisha mambo kwenye taifa inakuwa ngumu sana, manake vigogo wamekwisha sema haiwezekani na hii ndio msimamo. You know, as a leader, you don't need to be a know-it-all person. Lazima uwe na wale ambao wanakusaidia. That's why rais ako na baraza la mawaziri ambao wana tackle certain areas za economy ama country ili kuhakikisha kwamba wana achieve a common goal ya kudeliver services kwa wananchi. Kwa hivyo the current president is a know-it-all man, you know. Ruto ukimpeleka studio saa hii atatoa wimbo. You know? Utoke umpeleke kitchen atapika chakula. Umpeleke kwa kiwanja atacheza ball. Like he feels like he's multi-talented. Actually there is a joke that he even advises his advisors how to advise him. Because you can't tell me a country is failing when we have a lot of advisors. In fact, there are they more than 10 advisors who are paid billions. What are they advising the president? You know? Jana nilifuatilia ile interview ya Matiang'i and he was saying that if he were the CS for Interior in June 25th, the demonstrations will not have reached parliament. To some extent, I have to ask myself as a citizen, William Ruto akona advisors. William Ruto has the intelligence. He has everything, all the apparatus of the government. How comes people breach parliament without his knowledge? So this tells you there is a great disconnect between the presidency and the people that are working under him. It seems like instructions, you know, Justin Muturi resigned and there was a conflict about the seal, the government seal, being transferred from the AG's office to State House, you know. You could be there like someone who is, wewe ni kama, there was a joke when Mbadi was appointed that wewe ni kama, you know, wewe ni kazi yako ni kusign, you know. You're just like a signature that has been put in that office. Yours is to stamp and to give an okay. Iko tu sawa. You know? Hakuna kuangalia. If William Ruto will not be ready to listen to people, other people, and welcome in new ideas. No, the people who praise you and sing, you know, the praise and worship singers. Ni wale watu wenye wanakuambia this country is headed the wrong direction. This is how and how they advise you on the right way to go. He will not solve the issues happening now in this country. If he will go with the know-it-all mentality, there is nothing he will do. Because after the June 25th, now we are approaching the Sabasaba protest. We don't know how the Sabasaba protest will turn out. But from the history of Sabasaba, it was in the 7th of July in 1990. Each and every year, we've had protests in the streets, right? There is no way this year this protest cannot happen. Because the country is in the mood of protest right now. So, if you will keep on postponing this problem and not addressing it, then it's a ticking time bomb. And we must strike the iron while it's still hot. Indeed, I believe so. Kwa hivyo washauri wake Rais William Ruto ndiposa walikuwa pembeni pia kushiriki katika kumchagua katibu wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, na vile vile pia kuweza Murkomen kutoa maagizo ama kusemi ambazo zilikashifiwa sana na viungo misingi hasa wenyeji wa Kenya na pia baadhi ya viongozi. Vile vile ukiangalia sasa kwa mtazamo ama kwa semi, nitakupa nafasi pia Victor kusema, ukiangalia semi alizozitoa yeye mwenyewe kisha baadaye akaja akasema kwamba the statements were taken out of context. He didn't mean that now, you know, shoot to kill. So ukiangalia mtazamo huu unahisi kwamba Kenya tupo salama? Yeah, I think we are being led by the someone like Idi Amin. Shoot to kill. So when someone tells you shoot to kill, when you hear someone saying shoot to kill, and you are the enemy, what comes in your mind? For example, you are my soldier. Destroy. And I'm telling you, shoot to kill. What does it mean? Kill. Ukija police station, in fact, he elaborated that when you saw someone in the police station, shoot to kill, I'll go to court and defend you. So no police officer should be taken to court because of he killed someone, he shoot someone and right? Indeed. So I think we should take it serious. It's not something that we should take it lightly,
Because Kipchumba Murkomen is the CS for Interior. So he has the power. So when he commands the police, when you command even the military, they can even shoot and kill the protester. Because they will be taken away. They have a surety. Mbona basi alibadilisha matamshi? So wakati vile mambo ilichemuka na pia mambo zilikuja ambazo nchi zingine hadi watu wengine tofauti watu wasiokuwa Wakenya waliingilia swala hilo. That is the reason why aliona kumbe he was talking, alileta zile order, and we believe as the people of Kenya that William Ruto ndiye alipeana hizo maagizo ama yale ambayo Kipchumba Murkomen anayosema ni yale ambayo yametoka kinywani William Ruto ama Kindiki. Kwa hivyo kubadilisha ndimi ilikuwa ni kujitetea yeye binafsi ama kuitetea serikali? Ni kama kuniambia already nimekuua. Like nishamuua mtu. Nikakwambia sikumuua mtu, lakini already tunajua tuko na evidence ya kwamba ushamuua mtu. Kwa hivyo Kipchumba Murkomen yale aliyosema haezi yakabadilika. Yatabaki vile alisema. Kabisa. Kwa hivyo kama tunapia serikali, kama tunapia vile nilikuwa nimesema tunakuwa na vitu ambazo tunakuwa pia na watu wanajiita wabunge because they call themselves MPs. Okay. In fact I call them misleaders because they have terribly failed to represent the people. So that is the reason why I call them misleaders. So actually if they had the power, if they believe that they have the power that they have been given to by the people, I think Kipchumba Murkomen should be immediately impeached. Not only impeached, that is a hate speech. And that is it is a peleka inji mahali pabaya sana. Hiyo hate speech ingefuata ikuwe ya ICC. Lakini unaangalia wabunge wetu baada hakuna mtu yeyote mwenye amechukua motion kwenda kumimpeach Kipchumba Murkomen. Kwa nini? Hofu? Ya kulingana hofu aliyesema kama ingekuwa ni raia wa kawaida, kama kusema twende State House, mimi ningechajiwa na hate speech. Ningeshikwa pale nilete pale ningekuwa kotini. Lakini hadi wa sasa Kipchumba Murkomen hajapelekwa, hakuna sheria ambayo imechukuliwa mkondo wote kulingana na Kipchumba Murkomen. Kwa hivyo pia tunaona pia bunge na senate yetu imetufail kabisa. Mtu kama Kipchumba Murkomen ni mtu ama yule ambaye aliyekuwa anajiita Farah Maalim, yule ambaye alisema ataweza slaughter watoto wa watu 500 kwa siku ama kwa sekunde moja ataweza slaughter watu 500 laki 5. Kwa hivyo hizo ni vitu ambazo tunaona kama vile bunge na pia seneti pia imetufeli kama wananchi. Pia watu kama hao pia Kipchumba Murkomen baada ya kuja kuyakanusha matamshi aliyoyasema, wewe mtu alikuwa anafaa kuresign lakini si kustep aside. Unaona? Kwa hivyo tumesema mambo na kustep aside. Tulimuona pale yule aliyetajwa kwenye kesi ya Ojwang, yule Inspector General wa polisi, yule mdogo wa Inspector General wa polisi Langat. Alitajwa mara ngapi? Na pia kulingana kifo kilichoambatana na kifo cha Ojwang ni kwamba Ojwang aliandika kuna chenye aliandika pale mtandao wa X kusema kwamba wanachukua hongo. Kwa hivyo kuchukua hongo yani respondia yule aliyekuwa Langat ni kuja kumshika na kuambia watu wamfinye. Kwa hivyo watu wanasema tuna step aside. Hawa ni watu ambao sio ku step aside, wanafaa kuresign na pia wakamatwe. Kabisa. Vile vile naona Victor nataka kuchangia, na ukiangalia kwa hawamu ambayo Mwanguya anasema kuhusiana na jinsi Murkomen alivyobadilisha semi zake kusema kwamba it was taken out of context, kumaanisha hivyo, na vile vile unahisi kwamba yeye kuja kulainisha mambo na kusema kwamba msichukulie jinsi alivyoisema ni kuitetea serikali ama ni kujitetea yeye mwenyewe, na vile vile pia alipokuwa anataja akasema kwamba baadhi ya viongozi ama bunge ama sheria bado haijachukuliwa kuhusiana na yale ambayo aliyosema. Je, unahisi kwamba bado wale ambao wangekuwa na nafasi na nguvu zaidi kumpeleka mahakamani kuleta kesi dhidi ya Murkomen wanahofia yale ambayo yatazaliwa? First of all, kwa kila community lazima kuwe na conflict. Conflict is there. Even in our families we have conflict. Okay. But kuna kitu inaitwa conflict resolution. How do you resolve this conflict? So in recent past, the past 1 year since June 25th, tumekuwa na some kind of a conflict between the people and the police. Especially wale ambao wamekuwa wakitumia excessive force kwa streets. So this excessive force has led to some bad blood between the police and the citizens. Lakini si polisi wote. Kuna polisi ambao wanatii sheria. Hata tumeona vile Murkomen aliongea, there are others who went to TikTok everywhere, they tried
You know, they said our job is to serve and to protect. Indeed. It's not to kill and to destroy, you know. So Murkomen kusema haya maneno, kuna kitu Kenya ambayo ina hold hii nchi hostage, and we need to address this issue. If we can't, we are still not free. The issue of orders from above, you know. Wewe umeandikwa kazi ya polisi. You know exactly you've been trained, you've gone, umepostiwa kwa station. But sasa kuna kitu inaitwa orders from above. Someone who is above you gives you orders and you're not supposed to question those orders. We need to come up with a framework where if a police officer feels like the orders that are coming from above or someone who is senior to me and they are contravening my oath of office, I should not follow them. Indeed. You know, we need to have that kind of a discussion. Murkomen said this in line with abductions. He said this in line with extrajudicial killings. He said this in fact at a time iko imepita sana. Boniface had been shot in the streets. You know? So this state violence that we are witnessing right now in the country, this state violence, it shows that there are people at the senior most positions in government who are actually commanding that they should happen. Indeed. And when the fish is rotten from the head, what do you expect to the tail? Kwa hivyo, hii itatuleta to a point where if the government and the police are not going to serve and to protect the people will come up with ways of serving and protecting themselves. Indeed. And that's why we will have self-defense units. Same to what I just said about in South Africa. Because if the police cannot protect me, na abductors wamenifikia, you know, No, man. what can I do? I laugh about the police station which was burnt in central parts of Kenya. There has to be a conflict that led to that. Investigations there has to be a public inquest about it so that we know. Sometimes unajua inaweza chomwa so that to profile protesters. And you know, and as activists, Wanaweza jichomea. they can even ban it maybe ni firearms hata zilipotea hapo, you know, how can we know? Or maybe there is something sensitive which was inside there. Indeed. They need to come up with a report. We've not had a report about that police station. We've not been told how many Protesters guns, tu you know, walihusika. wanasema which protesters? Have they brought anyone on board? Indeed. Alafu why is it that it happened some part of the country that is perceived to be in the opposition right now? Kabisa. So we need, the security matters are not matters that we need to discuss this way. They are sensitive matters, but if those responsible are not going to take them seriously as they should be, a whole CS anasimama anasema shoot to kill, a whole CS, someone who has not been trained in any sports. You know, No, interior. this someone who has come from sports ameletwa. In fact, Kenyans rejected him together with the finance bill of 2024. Murkomen is not supposed to serve in government. He's incompetent. Murkomen anafaa kuwa nyumbani sahi. In fact, Murkomen should not hold public office. He's the same guy who was fueling anger to citizens in this country. Akionesha sijui amevaa saa ya milioni ngapi. I remember. You know, Of course. actually Murkomen is the problem that this government is facing, and he has to be called out. Murkomen and He has his to be cousins. taken, something has to be done. He has to be taken to court for that. Sawa sawa. Manguyo, tumekamilisha awamu ya bunge la wenyeji, kwa hivyo ningekupatia nafasi pia uweze kusema your last voice of action. Ya, ni kitu ya kwanza ningependa kusema ni ya kwamba mwaka uliopita we impeached the William Ruto regime on 25th when we went at the parliament when they failed to listen to us and we invaded the parliament. So people are tired and it's kama Ruto angetusikia ange step aside. So what I'm telling the people is that and even the government of William Ruto, we need the government of Kenya Kwanza government to be dissolved. We need a fresh and free election. Indeed. That's what we are requesting as the human rights defender. sawa. And also, William Ruto is not only a problem to Kenya, but also a problem to black people across the world. Because he has sent the troops to Haiti, now he's supplying weapons that are killing people in Sudan. So he's not only a problem, he's a problem
to the whole continent of the black people wherever they are, because he has gone to the Caribbean, he's in the Congo, he's in the Sudan. So it's not only a problem to Kenya. So we are calling for this for Kenya Kwanza government to be dissolved, and we call for a fresh and free election. Kabisa. Kwa neno moja tu, Victor, voice of reason. Okay, they raised us to dream big, but they gave us a rigged system. So we are going to tear it down. Amazing. Peacefully, unarmed. And right now it's saddening that more than 50,000 students that left high school last year are yet to join institutions of higher learning. Tatizo. So there is a big problem brewing in this country. No angel will fall from heaven to save our country. Ukumbuke tu kwamba tuko mwezi wa Julai. Tuko mwezi wa July. No angel will fall from heaven to come and save our country. We are the people who will stand up and defend our country with our lives. Asante sana. Asante sana Manguyo, asante sana Victor kwa maoni yenu. Hawa ni baadhi tu ya wenyeji ambao wamewakilisha wengi pale nje ambao wangependa kuweza kupata nafasi hapa kwenye kikao hiki cha bunge la wenyeji, lakini kwa sasa tumeangazia tu angalau kidogo tu kuhusiana na masuala yanayochipuka hapa nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, ikiwa pia wewe ni moja kati ya wanaharakati, kumbuka tuko kwenye mitandao ya kijamii Cheza Kama Wewe, na tutapatana hewani siku moja angalau. Hii ni bunge la wenyeji. Mwelekezo wangu Sera, asante sana, na vile vile pia wapiga picha, asante sana kwa kuweza kuhitimisha awamu hii. Asante sana Clara, Hamida, na vile vile asante sana Liz. Tupatane wiki ijayo tukiangazia masuala mengine. Jina langu ni Moses Okech.